Hi, salama. Hope everything is well. Na leo naenda kuonyesha aina ya viungo mbalimbali. Hivi viungo ni daily use ambavyo vinatakiwa viwepo jikoni kwako kwa ajili ya mapishi mbalimbali, kwa ajili ya vinywaji mbalimbali. Na nimesema nisiwe mchoyo, nikuonyeshe na tushirikiane kuvichambua. Hapa niko na mdalasini, cinnamon. Hii tunajua matumizi yake ni mengi kwenye vyakula, vinywaji, na ziko aina tofauti tofauti za cinnamon ambazo nitakuja kuzielezea. Hapa kuna bay leaf, jani la karafuu wa Ulaya. Hii pia tunaipata Tanzania kwa wingi sana. Nitakuelezea wapi wanalima hii, wapi inapatikana, namna ya kuichagua na namna ya kuitumia. Hapa nina cloves, karafuu pia ina matumizi mengi sana jikoni. Kuachana na jikoni, pia ina mambo mengi sana siku hizi kwenye urembo na kila kitu. Pia nitakuelezea wapi inapatikana kwa Tanzania na wapi inalimwa na namna ya kuichagua karafuu nzuri na karafuu mbaya, namna ya matumizi yake pia nitakuelezea. Hapa na green cardamom. Hii ni iriki ya kijani, wengi tunaifahamu, inapatikana maduka mbalimbali, lakini pia nitakuelezea namna ya kuitumia na namna ya kuichagua, ipi ni nzuri, ipi ni mbaya, wapi inalimwa, maeneo ya Tanzania, wapi inapatikana. Ina harufu nzuri sana, kila mmoja anafahamu hiyo. Hii hapa ni black pepper. Black pepper pia imegawanyika katika sehemu mbili, kama ilivyo kwa iriki pia imegawanyika. Nitakuonyesha baadaye iriki gani nyingine, lakini black pepper pia imegawanyika, na vile vile nimekuambia cinnamon pia imegawanyika. Kuna aina nyingine za cinnamon. So black pepper pia kuna aina mbili, kuna black pepper, nafikiri zaidi ya aina mbili, kuna black pepper na white pepper. Nitakwambia na nyingine ni pilipili manga ipi. Nimekwambia green cardamom, pia tuna black cardamom. Umeshawahi kujua hilo? Kama tuna black cardamom, hii matumizi yake ni tofauti kidogo. Okay, hii unaweza ukaiweka kwenye chai na chakula, lakini hii haiwekwi kwenye chai. Do you get me? So hii ina matumizi tofauti. Zote ni iriki. Hii ni iriki ya kijani na hii ni iriki nyeusi. So kuna aina tofauti za viungo. Vipo viungo ni jina moja, lakini zinakuwa zina matumizi tofauti. Na katika mwendelezo wa masomo yangu ya viungo, nitakuambia namna ya matumizi yake na namna ya kuitumia. Niko na mmea. Hii unaijua hii? Do you know what is this, my dear? Hii inaitwa zafaran au zafarani kwa lugha ya Kiswahili. Inatokana na nini? Inatokana na maua. Ni mmea wa gharama sana na bidhaa ambayo ni ya gharama sana duniani. Sio Tanzania, duniani. Lakini pia Tanzania inapatikana, na kuna mahali ambapo inauzwa zafaran, na kuna mahali ambapo wanalima ya maua. Crocus sativus, maua, jina la ua linaitwa Crocus sativus. So ni kiungo ambacho kina gharama sana duniani. Unaweza ukakipata, na katika kitabu ambacho nimetengeneza ninaelezea kuhusu hii pia. Ni kitabu ambacho kinahusiana na mambo yote ya viungo, lakini inaelezea pia kuhusu zafaran. Lakini tuna hii hapa. Umewahi kuiona hii? Hii ni vanilla. Wengi wetu tumezoea kuona vanilla ya maji ambayo tunaitumia kwenye keki, biskuti na mambo mengine mengi, lakini kuna hii hapa inapatikana pia Tanzania na maeneo yanayolimwa. Nitakuambia namna ya kuitumia. Kwa mfano, kwenye kikombe cha chai unakata tu kidogo, unaifungua na unapika chai yako, inakuwa na harufu nzuri sana. So hii ni vanilla kwa jina la Kiingereza, lakini kwa Kiswahili pia tunaiita vanilla. Nitafanya utafiti zaidi nijue jina lake halisi kwa Kiswahili inaitwaje. So hii ni vanilla
na inapatikana kwa watu wengi. Tunajua viungo vingi kwa sasa vinapatikana Zanzibar, lakini pia kuna sehemu nyingi tofauti Tanzania sasa hivi zinalima viungo. I'm talking about spices. Zinalima hivi viungo vya. Kwa hiyo hii ni daily use. Hakikisha ukosi hivi viungo jikoni kwako, ni daily use. Hakikisha uvikosi. Basi asante sana kwa kunisikiliza. Kinachofuata nitakutengenezea video namna ya kutumia aina kama 3-4 za viungo kutumia kupitia chai nzuri kabisa. Darasa hili la viungo linaletwa kwako kwa hisani ya Mambo Safari Spices Tanzania, na mimi ni Chef Kidala. Asante.